Karibu tusikiliza neno la Mungu kama mtumishi wa Mungu wanaita ni siku ya mitende. Hakuna maana mbili tofauti, ni maana ile ile moja. Kwa kuwa miti ya mitende ni maarufu sana katika nchi hizi mbili. Katika wana wa Israeli walitumia sana miti ya mitende, lakini hata Waarabu wanapenda sana kutumia mti wa mitende. Biblia inataja mara nyingi kama miti ya mitende au matawi hayo ya mitende. Kwenye Biblia ukisoma, mara nyingi yalitumika kumshangilia Yesu, hasa pale alipoingia Yerusalemu kwa mara ya mwisho, maana ndiyo wakati Yesu anaelekea kwenye mateso. Na ndio maana basi washirika ama Wakristo wote wanatumia Jumapili hii ya mwisho kabla ya Pasaka. Ni Jumapili ya kutazamia ufalme wa Mungu ambao umeandaliwa kwetu kwa njia ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Bwana Yesu atukuzwe. Amen. Mara nyingi tumesikia Jumapili ya mitende, Jumapili ya matawi, na wapo Wakristo wengine hata leo, hata siku hii sasa wanashangaa. Wamefika mahali wamepigwa na ukumbuazi kuto kung'amua na kuto kuelewa ya kwamba hii Jumapili kwa Kristo awaye yote pasipo kutazama dhehebu lake, maana tunaitwa Mkristo, ni siku ya maana sana, ni siku ya furaha, ni siku ya mashangilio, na ni siku ambayo inatukumbusha Yesu Kristo alipokuwa akiingia Yerusalemu, akiingia kama mfalme, akiingia kama mwenye mamlaka, akiingia kama hodari na shujaa, ambaye yeye mwanaume anakwenda peke yake kuyapitia mateso na dhiki, akijua ya kwamba hata hawa nilio nao wanashangilia na kusema Hosiana, Hosiana mwana wa Daudi, yeye ajaye kwa jina la Bwana, Hosiana njoo. Lakini ndio hao waliosema asulubiwe, ndio hao waliogeuka kwa upande wa pili wakamshurutisha huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hayo, siku kama ya leo itabaki kuwa ni ibada ya matawi na ibada ya mitende. Kwa nini? Mti wa mtende ni maalumu sana kwa maisha ya Kristo. Umebeba alama ya mafanikio. Umebeba mti wa mtende, umebeba alama ya ushindi. Katika neno la Mungu, matawi ya mitende yalipotumika yalihusianishwa na ushindi. Kwenye Biblia ukisoma utakutana na habari za mitende. Sasa watu wa Kristo wengine leo wanakwambia, mnaleta utamaduni mwingine ambao
wanaashiria ushindi katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikupe hiyo kidogo ili ufunguke, usione kwamba mitende ni ya watu fulani, wa dhehebu fulani, ni ya kwako wewe na mimi Mkristo wa leo, na ni ishara maalum katika maisha yetu ya Kikristo. Moja ya vitu vinavyoheshimiwa katika mji wa Israeli ni mitende. Inaheshimiwa na mti huu wa mtende katika Israeli wametumia kama nembo ya taifa, wakiusalisha na taa ya minara 7. Maana yake nini? Biblia kusoma Zaburi ya 92 na mstari wa 12 hata 15, anasema mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwerezi wa Lebanoni. Bwana Yesu asifiwe. Mwenye haki atastawi kama nini? Mtende. Kwa nini atastawi kama mtende? Kwa sababu mtende tumesema ni ishara ya alama ya ushindi, lakini tu si ushindi, mafanikio. Kwa hiyo mti wa mtende umetengwa maalum kuonyesha ishara za ushindi na mafanikio katika Mkristo. Kwa hiyo tunapoadhimisha siku hii, tukishika matawi ya mitende, tukishangilia, juu ya kwamba tunaonyesha sifa za mitende mbele ya Mungu. Tunaonyesha utukufu wa Mungu aliowachilia juu ya mitende. Namba moja, unaposhangilia na kushika ishara ya mitende, maana yake unaonyesha ushindi, amani na ustawi. Ukisoma Kutoka 15 na mstari wa 27 utaiona hiyo. Lakini mtende unamzungumzia sana mtu ambaye alikata matumaini, apate faraja, apate na furaha, lakini apate kurejeshwa. Kwa nini tunasema mtende unamzungumzia mtu ambaye alikata tamaa? Wakati Yesu anaingia Yerusalemu, wale watu walikuwa kwenye utumwa na utawala. Hawa Wayahudi walitawaliwa na Warumi kwa miaka mingi. Walipita kwenye kipindi cha mateso, walipita kwenye kipindi cha kushurutishwa, walipita kwenye kipindi cha kuzongwa, walipita kwenye kipindi cha utesi wa hali ya juu. Kwa hiyo walipomwona Yesu anakuja, anaingia Yerusalemu, ndio maana walitandika kanga zao, wakachuma na matawi ya mitende, wakatandaza, wengine wakibeba, wakishika, huku wakiimba hosana, hosana mwana wa Daudi, na ya kimwili. Haleluya! Yesu ni mwanaume wa wanaume. Yeye ni mfalme mwenye mamlaka. Yeye ni mfalme mwenye nguvu, na amebeba mamlaka ya Mungu kuja kwa mwanadamu. Na mamlaka hiyo inatutoa katika shida mbalimbali, inatutoa katika maangamizi, si ya mwilini tu, bali ni maangamizi katika roho zetu na miili yetu. Katika Biblia mara nyingi sehemu Biblia imesema ya kwamba ukiona mtende umekauka mahali, ukiona mtende, mti wa mtende umekauka mahali, maana halisi ya Biblia palikuwa panaonyesha hapo mahali tayari furaha imeondoka kwa wanadamu. Ukisoma Yoeli 1:10-14 utaona hapo mahali tayari kuna uharibifu, hapo mahali hakuna amani. Kwa sababu nini? Mtende umekauka. Mtende unaonyesha furaha, mahali pasipo na furaha, mahali penye huzuni unaleta furaha, mahali penye kuonewa unaleta
wengine wakasema huyu ndiye Yesu, wengine wakasema huyu ndiye nabii Mnazareti wa Galilaya, wengine wakasema hapana, huyu ndiye aliye. Kila mmoja akabaki na maneno ya kushangaa na maneno ya kujiuliza kwamba huyu ndiye ishara ya kumwona Yesu kama mfalme atakayeweza kuokoa katika mikono, katika utawala wa mateso kwa muda mrefu. Waliona ni ushindi wa Mungu umedhihirika katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwetu sisi leo tunapoadhimisha mimi na wewe sikukuu hii, yapo mambo matatu muhimu tunapaswa kuyaangalia na kuyatafakari kama kanisa na jamii. Jambo la kwanza ni kwa namna gani tunampa nafasi Yesu Kristo katika maisha yetu. Kwa nini? Wayahudi waliacha shughuli zao, Wayahudi waliacha ratiba zao. Baada ya kuacha shughuli zao na ratiba zao, wakafika mahali pa kukusanyana, wakatandaza nguo zao barabarani, wakashikilia majani ya mitende kuonyesha heshima ya kuandamana, heshima ya kuwatoa kwenye mateso na vifungo ambavyo wamesimama kwayo katika muda mrefu. Wamepitia mateso ya kudhalilishwa kwa muda mrefu na Warumi ambao waliwashurutisha. Lakini sisi leo, kanisa la leo, mimi na wewe, tumejifanya kwetu kuwa sisi tuko busy. Kwenye nyumba ya Bwana tunakuja tukijisikia
leo. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa leo tunapewa wito wa kurudisha hofu ya Mungu katika maisha haya ya kumtumikia Mungu. Sisi zamani wakati tunasoma kipemani tulifanya kazi sana kanisani. Tulikuwa tukifika sisi cha kwanza tunakimbilia ndoa za mtumishi. Kwamba mtumishi ana mali kama hamna mali, kasichana tukimbia kuteka maji. Wavulana kama kuna matofali na yako eneo la kanisa likiwa yasogezwe kwa ajili ya ujenzi, watabeba tofali. Kila mtu atabeba tofali ya 50. Sisi tutajaa maji tutamaliza, tutarudi kwa wenzetu, tutabeba tofali 25 badala ya kubeba tofali 50. Tukimaliza tunaingia darasani. Lakini siku ya Jumamosi usafi, wazazi wanakuja wanatusimamia, sisi ndio tunafanya usafi. Lakini leo kanisa la leo, mtoto akija kipemani, ukamwambia tu mwinjilisti, hebu naomba ufute hizo nyasi hapo kidogo, analia anaenda kushikana. Kwamba mwinjilisti amenielimisha leo. Mwinjilisti leo ameniambia nifagie chooni. Mwinjilisti leo amenielimisha leo. Mzazi anakuja juu. Mwinjilisti amenikalia na ule mwili, bahati nzuri na wengine tumepewa miili yetu sasa. Na ule mwili sasa ndio kidole tu. Mimi mtoto wangu kumpeleka chooni kweli, pigisha deki chooni. Choo hicho kinaingia na watu wangapi? Tumepoteza nafasi ya Yesu kwenye maisha yetu ya kila siku, kwenye familia zetu na hata jamii. Sema ndio. Mungu anataka nafasi kwa Mungu. Wakati mwingine kuna mambo yanachelewa, kuna mambo yako mazuri mbele yako, lakini kwa kuwa hujafungua moyo wako ukampa Mungu nafasi ili akae hapo, yeye akubariki, yeye akuongoze, yeye awe kiongozi wako na yeye mambo yakuhudumie. Lakini kwa sababu tumefika mahali tumetoa muda wa mambo yetu na Yesu hakujampa nafasi, ndio maana tunapiga makutano mbele wewe nyuma wewe, usogee kushoto, usogee kulia. Siku zinaondoka, miezi inaondoka. Ni kwa sababu gani? Kuna mambo mazuri sana yako mbele yako, lakini Yesu yeye ni mfalme wa falme, anataka nafasi tu kwako kwenye huo moyo. Mpe leo, saa hii na wakati huu, uone kama Bwana hatakupeleka mahali ambapo unahitajika. Lakini kuna haki zako zinacheleweshwa, kuna mahali unatakiwa ufike, kuna eneo ambalo na kuhakikisha na watu piga makofi kama umeelewa. Hizo ni ahadi ambazo Yesu ameziahidi kwa wale waaminifu. Mwambie jirani yako nafasi. Mwambie tena nafasi. Mwambie Yesu anataka nafasi. Huko kwenye mioyo yetu tumejaza mambo mengi. Mioyo imebana, mioyo inataka kubasi. Wakati mwingine tunaongeza tena magonjwa ya kuzeeka wakati hatuna sura za kuzeeka. Ni kwa sababu gani? Tumeweka mambo mengi, yamejaa yamepangana, alafu Yesu tumemfanya wa mwisho. Lakini Biblia inasema tutafika kwanza ufalme wa mbinguni na haki yako
utawale katika maisha yetu.